Karibuni tutafakari tena kwa pamoja, hasa katika kipindi hiki cha Majilio ambacho tafakari yetu inasema Kristo atakuja tena. Ujumbe wetu wa leo unasema, tazama mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Yohana Mbatizaji anajulikana kama mtume wa mwisho aliyetambulisha ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yohana alipoulizwa kuwa yeye ni nani, alisema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Maneno haya tunayapata katika Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 23 na katika Isaya sura ya 40 mstari wa 3, na vilevile yanapatikana katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 1. Pamoja na mafundisho makubwa ya Yohana ya kushuhudia na kuwaandaa watu kwa ujio wa Yesu Kristo kwa ubatizo wa toba, tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake yeye binafsi. Yohana alizaliwa kwa Zakaria aliyekuwa kuhani wa kikundi cha ukuhani wa Abiya na mkewe Elizabeti wa ukoo au uzao wa Haruni. Hiyo tunaisoma katika Luka sura ya kwanza mstari wa 5. Vilevile tunaona kwamba hawa wawili walikuwa na sifa ya kuwa watu wema na wenye haki mbele za Mungu, na hiyo tunaisoma katika Luka sura ya kwanza mstari ule wa 6. Kama tulivyoona, wazazi wa Yohana Mbatizaji wote wametoka katika koo za kikuhani, yaani wote wametoka katika ukoo wa Lawi, na tumeona Zakaria alikuwa ni kuhani na ni kuhani wa kikundi cha ukuhani cha Abiya au Abiya, na mkewe ametoka katika ukoo wa Haruni ambaye nao ni ukoo wa kikuhani. Kikundi cha Abiya ni mojawapo kati ya vikundi vya makuhani vilivyotengenezwa na Daudi, mfalme Daudi, ambao wangehudumu katika nyumba ya Bwana au kulihudumia sanduku la agano, na vikundi hivi vilikuwa takribani 24. Kwa hiyo inapofika zamu ya kikundi kimoja wapo, makuhani wa kikundi kile walikuwa wanapigiwa kura, na yule ambaye kura inamwangukia basi ndiye aliyehudumu katika nyumba ya Bwana au mbele ya sanduku la agano. Sasa hicho ni kikundi cha kuhani Zakaria ambaye ni baba yake Yohana Mbatizaji. Vilevile Zakaria anajulikana katika madhehebu mbalimbali, hata Uislamu. Waislamu wanamfahamu Zakaria kama nabii ambaye ni baba yake Yahya, yaani Yohana Mbatizaji. Elizabeth naye kama tulivyosema ni wa ukoo wa kikuhani, maanake naye ametokea katika ukoo wa Lawi ambapo ndipo walipopatikana makuhani. Sasa jambo la kushangaza kidogo hapo, au jambo ambalo ni la muhimu kujua, ni kwamba pamoja na kwamba Elizabeth ametoka katika ukoo wa Lawi, lakini anajulikana kama umbu lake Bikira Maria, kama tunavyosoma pale Bikira Maria alipopashwa habari kuhusu kumzaa Yesu. Malaika naye alimwambia kwamba umbu lake Elizabeth naye alikuwa na mimba ambapo angemzaa Yohana Mbatizaji. Sasa je, Bikira Maria naye alitoka katika ukoo wa Lawi? Hapana. Bikira Maria alitokea katika ukoo wa Yuda. Sasa swali ni kuwa iweje Bikira Maria awe ni na mahusiano na Elizabeth? Walikuwa na binamu na Elizabeth.
kwa Kiingereza tunasema king's woman au cousin. Ni kwamba mahusiano ya Elizabeth na Bikira Maria yalitokana na kuoana katika hizi koo. Maana yake ni kwamba hawa walitokea kuwa ni binamu kutokana na kuoana katika hizi koo za taifa la Israeli, kwamba ukoo wa Yuda na ukoo wa Lawi walioana. Kwa hiyo katika kuoana huko, basi pengine mama yake Elizabeth na mama yake Bikira Maria waliolewa katika familia moja, ila wote wametoka katika makabila mbalimbali. Sasa Yohana alikaa nyikani ambako watu walimfuata kwa mafundisho na ubatizo wa toba. Kule nyikani, Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni. Biblia inazidi kusema kwamba alikula nzige na asali ya mwituni. Hiyo tunaisoma katika Marko sura ya 1 mstari ule wa 6. Katika mazingira hayo, tungetegemea watu wangemwita Yohana chizi, mtu aliyevaa mavazi hayo na ambaye aliishi kwa kula nzige na asali ya mwitu. Watu wangemwita punguani au mwenda wazimu. Lakini cha kushangaza, watu wa kaliba mbalimbali walimfuata. Hawa ni pamoja na Mafarisayo ambao walikuwa ni walimu wa dini au viongozi wa dini. Maaskari nao walimfuata, watoza ushuru na kila mtu. Sasa Yesu alimsemea Yohana hivi: mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavaao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii. Mathayo 11 mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Kisha Yesu akasema, lakini nawaambieni, hajatokea mtu katika wazawa wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, ambayo hiyo tunaisoma katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 11. Maneno haya ya Yesu yanamwelezea mtu aliyekuwa akiishi nyikani, akiwa amevaa ngozi ya wanyama na kula nzige na asali, kama mtu aliye mkuu kuliko wote. Tunachojifunza hapa ni nini? Mara nyingi sisi tunatumia vigezo kama vile cheo, madaraka, nafasi, fedha, elimu, mafanikio ya maisha na vitu kama hivyo kuwa ndivyo vinavyompa mtu heshima kubwa. Tunaona kwa mfano wale wanajiita manabii na mitume. Unaona mavazi yao, wanavyovaa nguo za hali ya juu, wanavyoendesha magari makubwa na kuishi maisha ya hali ya juu, ili watu waone kwamba kweli wao ni mitume na manabii. Lakini tunaona Yesu anatuelekeza mtu ambaye havai vizuri, hali chakula kizuri, anaishi nyikani, lakini kila mtu alienda kumtazama. Sasa haya yote ambayo watu leo hii wanayaona kwamba ni ya manufaa, fedha, elimu, mafanikio, mavazi na vitu kama hivyo,
hayo siyo yanayomstahilisha mtu heshima kubwa. Hebu tuone ni kitu gani kilichompa Yohana Mbatizaji ukubwa wa kuzidi mtu yeyote. Kwanza kabisa, Yohana alikuwa mkubwa kwa sababu ndiye aliyechaguliwa kumshuhudia Kristo Yesu. Manabii waliomtangulia nao walimtangaza Kristo, lakini hawakupata nafasi ya kumshuhudia isipokuwa yeye. 2. Yohana alihubiri kwa nguvu na mfano wa Eliya. Alisimama bila woga kukemea maovu hata ya watawala. Alitangaza taifa zima kuungama na kujirudi. Alipata misukosuko mingi ya kutokueleweka na hata kuhukumiwa bila sababu au kwa kuogopwa. Leo hii utaona ni watu wachache sana, au pengine hakuna wa kukemea maovu, hasa maovu ya wakubwa. Tunayaona waziwazi, tunayatambua na kusononeshwa kwa matendo yao. Mengine wanayafanyia hadharani na mengine sirini, lakini hatusemi kitu. Tunacheza unafiki na kupiga umbea pembeni. Tunaogopa kukemea maovu kwa hofu ya kufukuzwa katika nafasi zetu au kazi au kuonekana wasaliti. Yesu alisema, na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Mathayo 11 mstari wa 14. Yesu hakumaanisha Yohana Mbatizaji ni Eliya. Alimaanisha alikuwa na nguvu ya Eliya. Mwandishi Luka anaandika, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotayarishwa. Hiyo tunaisoma katika Luka sura ya 1 mstari ule wa 17. Maneno haya yalinenwa na nabii Malaki juu ya Eliya. Malaki alisema hivi, angalieni, nitawatumia Eliya nabii kabla siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya haijafika. Kabla siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya haijafika. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Malaki sura ya 4 mstari wa 5 mpaka ule wa 6. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji ndiye anayekivunja kimya cha Mungu cha miaka mingi tangu enzi za manabii au enzi za nabii Malaki, yani katika Agano la Kale. Tunaweza kusema Yohana ndiye nabii wa mwisho aliyefanyika daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Vilevile tunaona Yohana alikuwa ni nabii wa mwisho aliyefanikiwa kumshuhudia, kumwona na kumbatiza Yesu Kristo. Hakika sifa hizi zilimfanya Yohana Mbatizaji kuwa mkuu zaidi ya nabii na kuliko mtu yeyote. Kumbe matendo mema, kazi, juhudi, kujitoa bila kujibakiza, kuwa muwazi, mkweli
kujali na kadhalika, ndivyo vinavyompa mtu heshima. Lakini pamoja na hayo, tunaona kwamba Yohana pamoja na ukubwa wake wote alibakia kuwa mnyenyekevu. Alikuwa na sifa ya unyenyekevu. Hakujiona kama yeye kuwa ni mtu mkubwa wa kudai heshima. Hakujiona kama anastahili kumbatiza Yesu, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Alijiona hastahili kufungua gidamu za viatu vya Yesu, ambayo tunaisoma katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Tofauti yetu na Yohana ni kuwa sisi tunapenda kunyenyekewa, tunapenda kupewa heshima, tunapenda kuoshwa miguu na kudai kupewa nafasi kubwa kubwa pale tu tunapopewa nafasi, badala ya kuwa na unyenyekevu. Tunahangaikia maslahi yetu badala ya kutumikia maslahi mapana ya jamii. Lakini pia pamoja na yote hayo, Yesu anasema, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Mathayo sura ya 11 mstari wa 11. Tutaendelea. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo.